Habari mpasuko ambayo imejiri jioni siku ya Jumapili nchini Irani ni Marekani kushambulia mtambo wa nyuklia unaojengwa. Shirika la nishati la atomiki la Irani siku ya Jumapili imesema kuwa Marekani imeshambulia mtambo wa kufua umeme wa nyuklia unaoendelea kujengwa kusini magharibi mwa nchi hiyo, huku mivutano kati ya Tehran na Washington ikizidi kupamba moto. Vikosi vya Marekani katika kitendo cha uchokozi na kikatili kinyume na sheria za kimataifa vilishambulia mtambo wa nyuklia wa Dakhovin unaoendelea kujengwa kwa makombora kadhaa siku ya Jumapili, shirika hilo limesema katika taarifa iliyorushwa na televisheni ya taifa. Wakati huo huo, shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA limesema siku ya Jumapili kuwa lilikuwa linachunguza ripoti za shambulio la usiku kucha kwenye eneo la ujenzi wa mtambo huo wa nyuklia wa Dakhovin unaopangwa kujengwa nchini Irani. Mtambo huo ulikuwa katika hatua za awali kabisa za ujenzi na haukuwa na nyenzo zozote za nyuklia ulipokaguliwa mara ya mwisho, ilisema taarifa ya shirika hilo. Taarifa hii pia imenukuliwa na vyombo mbalimbali vya habari. BBC wameandika kichwa cha habari kilichosema IAEA yaanzisha uchunguzi baada ya Marekani kushambulia kituo cha nyuklia Irani. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA limetangaza kuwa linafanya uchunguzi kuhusu taarifa za shambulio la usiku wa kuamkia leo dhidi ya eneo ambalo kiwanda cha nyuklia cha Dakhovin kilikuwa kinajengwa nchini Irani. Shirika hilo limesema kituo hicho kilikuwa bado katika hatua za kwanza za ujenzi, na walipofanya ukaguzi wao wa mwisho hakukuwa na nyenzo za nyuklia zilizokuwepo katika eneo hilo. Shirika la nishati ya atomiki la Irani limeshutumu Marekani kwa kushambulia kituo kilichokuwa kikijengwa cha nyuklia cha Dakhovin. Katika taarifa yake, shirika hilo limesema kuwa Marekani imekiuka sheria za kimataifa kwa kushambulia kituo hicho. Naam, mimi ni Hamad Rashid, niko na Salim Musa. IAEA imethibitisha yenyewe kabisa, na Irani vile vyombo vyake vya habari vimethibitisha kwamba Marekani imefanya mashambulizi katika kituo cha Dakhovin ambacho kilikuwa kinatajwa kujengwa kituo ama mtambo wa nyuklia. Lakini IAEA wao wanathibitisha kwamba hakukuwa na dalili zozote za urutubishaji wa nyuklia. Marekani ameripua. Hii ni habari mpasuko kabisa, breaking news. Naam, lazima ufahamu jambo moja. Marekani sasa hivi anachokifanya ni kutafuta sababu zozote ili pale ambapo anaishambulia Iran ionekane kuna shida au ionekane pana tatizo ambalo limempelekea yeye afanye mashambulizi kwa namna yote au nyingine. Lakini kiuhalisia ni tukirudi kwenye maelezo ya nyuma ni kama viongozi wengi walivyotafasiri kwamba huu mgogoro inawezekana mwisho wa siku utakuwa ni mgogoro wa kikanda au itakuwa vita ambayo yenye kuzidi zaidi na vita ambayo haina kikomo, kwa sababu tumeona kuna namna jinsi ambavyo wanapambana au mashambulizi jinsi ambavyo yanafanyika. Ni kama kuna kitu ambacho kiko nyuma ya pazia ambacho sisi hatukielewi, kwa sababu ukisikiliza maelezo unaambiwa kwamba Iran amejenga mtambo ambao hauna madhara yoyote, lakini Marekani bila kufanya uchunguzi wowote direct amekwenda kuface na kudai kwamba kuna Iran inajenga mtambo wa kurutubisha nyuklia ambayo ni nyuklia tunafahamu kwamba ni kitu hatari sana. Kwa hiyo Marekani, kwa upande mwingine, Marekani ni kama anashaka, ni kama mtu ambaye sawa ana nguvu lakini ajiamini vile ambavyo anaona sasa hivi Iran inatekeleza ratiba zake. Hakika umeigusia vizuri kabisa. IAEA wao ni shirika la kimataifa la atomiki ambalo kazi yake ni kuidhinisha ujenzi wa vinu vyote vya nyuklia, lakini kwa kuzingatia kiwango kilichowekwa kimataifa. Unafahamu ya kwamba Irani amekuwa akifanya urutubishaji wa uranium, madini ya uranium ambayo yanatengeneza silaha kubwa angamizi za nyuklia, na mkataba aliowekeana Marekani na Irani kwa miaka mingi sasa ni kwamba hakuna urutubishaji wa nyuklia ambao unapaswa kuendelea. Sasa kwa asili imetajwa Irani amekuwa akirutubisha, na nyenzo kubwa, usingizi umekuwa, Israeli imekuwa inalala usiku haipati usingizi, inawaza Irani miaka yote. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amehudumu kwa kipindi kirefu sana
tangu kwa Bush, tangu kwa Barack Obama na sasa hivi kwa Joe Biden pamoja na kwa Donald Trump. Amekuwa akiendelea kuwashawishi wa Marekani waishambulie Irani kwa sababu inarutubisha nuclear, akisema kwamba Irani kurutubisha nuclear ni hatari kwa Mashariki ya Kati. Irani kisha kuwa na nuclear ya kutosha, urani ya kutosha ambayo itaanza inatengeneza nuclear, maana yake ina uwezo wa kuiripua Israeli muda wote na kufanya maangamizi na kufanya dunia isiwe sehemu salama ya kuishi. Kwa hivyo kigezo kikubwa ambacho Marekani na Israeli walivamia ama walianzisha mashambulizi nchini Irani ni kwa sababu Irani inarutubisha urani. Madini ya urani ambayo yanapatikana Irani, Marekani hakuna madini ya urani. Na Urusi amekuwa anapata urani kutoka Irani. Na yeye wanauziana. Urusi amekuwa anamuuzia Irani drones, ndege zisizo za rubani. Alafu Irani yeye anasaidiwa kujenga vile vituo vya kuzalisha hizo nuclear. Kwa hiyo hili limekuwa ni tishio la miaka mingi la Marekani. Anaona kabisa katika mataifa ambayo yanamsumbua, hata kama asingeshauriwa na Irani na Israeli, ni Irani ni taifa ambalo limemsumbua Marekani kwa muda mrefu. Si kwa sababu labda ni chokozi, hapana. Linajiweza kiuchumi, linajiweza kijeshi na katika teknolojia kubwa ya mitambo hatari kabisa. Kwa hiyo swala hili ambalo Marekani amefanya kulipua hicho kituo cha Dakhovin ni kwa sababu ya mashaka kama ambavyo umesema, lakini tunaamini kabisa kwamba IAEA wao wanasema hapakuwa na hizo dalili, lakini Marekani amelipua. Sasa inaongeza hasira sana. Mimi naona tutarajie malipo kwa Marekani kwa kile ambacho amekifanya. Bila shaka. Sawa, asante sana. Tuko hapa tunaendelea kukujuza kwa yale ambayo yanajiri huko Mashariki ya Kati yanayomhusisha Marekani moja kwa moja na washirika wake ambao taarifa kama hizi kwao wanafurahia, hasa mataifa ya Ulaya. Endelea kuwa pamoja nasi, kumbuka kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare taarifa zetu. Hii ni The Loyal Media.